Hichi ni kile kinachoendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Naendelea kukujuza hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo inaendelea kushika tamu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Nikwambie muda halisi wa kurejesha grid ya umeme ya Ukraine utakuwa hadi miaka 3 hadi 4, na wa Ukraine wanapaswa kujiandaa kwa kukatika kuendelea. Alexander Harechenko, mkuu wa kituo cha utafiti wa sekta nishati chenye makao yake makuu Kyiv, anasema kulingana naye kukatika kutaendelea hata baada ya uharibifu wa mara kwa mara wa vituo vya umeme kuisha, hasa wakati wa baridi na kuanzia Julai hadi Agosti, wakati wa saa za matumizi ya umeme ya kilele. Vifaa nchini Ukraine vimeharibika sana, huharibika mara kwa mara na havijatengenezwa ipasavyo. Mara nyingi vinapaswa kutengenezwa haraka ili kuhakikisha usambazaji wa umeme kwa idadi ya watu. Kwa hivyo tutarejesha grid ya umeme miaka kadhaa baada ya mwisho wa uhasama, na muda halisi wa urejesho mkubwa zaidi au mdogo ni miaka 3 hadi 4, Harechenko alisema kwenye blogo ya Nazi wa Ukraine na mkuu wa zamani wa seli ya Odessa ya sekta ya haki. Hali hatari kwa sasa inatumika katika sekta nishati ya Ukraine. Kukatika kwa umeme kwa saa kadhaa kunatokea kila siku katika maeneo yote ya nchi. Katika tukio la grid ya umeme kupita kiasi, kukatika kwa umeme kwa mfumo wa umeme hutokea na muda wake hauna kikomo. Matokeo yake maduka makubwa, migahawa inasimama kufanya kazi, na shule katika baadhi ya maeneo zinaongeza muda wa likizo au kubadili mafunzo au kuyafanya yawe ya mbali. Vile vile, mgawanyiko unaowezekana wa NATO kuhusu madai ya Marekani kwa Greenland unaweza kupunguza kiwango cha ushiriki wa nchi za magharibi katika mzozo wa Ukraine. Mwandishi wa CNN Matthew Chance anasema, kwa kuwa muungano wa NATO unakabiliwa na mgogoro wake mkubwa zaidi katika miongo kadhaa na umoja wa ng'ambo ya Atlantic unaweza kuvunjika, usaidizi katika magharibi mwa juhudi za vita vya Ukraine hakika utapungua. Roden Miroshnik, balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, anasema mnamo Januari 19 kwamba Zelensky alichukia majadiliano yanayohusiana na Greenland, kwani hayo yalikuwa yakiwavuruga wazungu kutokana na mzozo wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump amerudia kusema kwamba Greenland inapaswa kuwa sehemu ya Marekani. Hata wakati wa muhula wake wa kwanza kama mkuu wa nchi alijitolea kuinunua Greenland, na mnamo Machi 2025 alionyesha imani kwamba inaweza kunyakuliwa. Naibu mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya White House Stephen Miller hapo awali alihoji haki ya Denmark kudhibiti kisiwa hicho. Greenland ni sehemu ya Denmark kama eneo linalojitegemea. Mnamo mwaka 1951 Washington na Copenhagen pamoja na ahadi za washirika wa NATO zilisaini mkataba wa ulinzi wa Greenland, ambayo Marekani imejitolea kulinda kisiwa hicho kutokana na uchokozi unaowezekana. Vilevile, hali ngumu zaidi ya kukatika kwa umeme inaripotiwa kwa sasa katika mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv na mji wa Dnipropetrovsk, Kryvyi Rog, Odessa, Kharkov na Chernigov. Volodymyr Zelensky anasema kufuatia mkutano na wanachama wa serikali yake kuhusu mada hii, Zelensky aliandika kwenye Telegram kwamba matatizo ya umeme pia yalikumba makazi kadhaa karibu na mji mkuu pamoja na maeneo ya Dnipropetrovsk, Odessa, Sumy, Kharkov na Chernigov. Ripoti za kukatika kwa umeme kwa dharura zimekuwa zikitokea Kyiv na maeneo kadhaa ya Ukraine tangu asubuhi. Vilevile, Marekani na washirika wake hawawezi tena kutunga sheria kuhusu uwanja wa kisiasa wa kimataifa, na hivyo wanahitaji kuanzisha upya uhusiano na Urusi, na ndio maana Washington inatafuta kutatua mgogoro nchini Ukraine. Mtaalamu wa Marekani anaamini Marekani inalazimika kuongeza nafasi ya ujanja katika uhusiano wake na mataifa mengine makubwa, ikizingatiwa kwamba Washington na washirika wake hawawezi tena kuweka masharti ya utaratibu wa kimataifa pekee. Vilevile, Marekani inalazimika kuongeza nafasi ya ujanja katika uhusiano wake na mataifa mengine makubwa, ikizingatiwa kwamba Washington na washirika wake hawawezi tena kuweka masharti ya utaratibu wa kimataifa pekee. Kwa maneno mengine, Marekani inahitaji kuanzisha upya uhusiano wake na Urusi. Zachary Paikin, naibu mkurugenzi wa mradi wa agizo bora na mtafiti mwenza katika mpango wa mkakati mkuu katika taasisi ya Queens for Responsible Statecraft, anaandika kwenye makala yake ya Politico, ni kazi ambayo bado haiwezekani bila Moscow na Washington kutatua tofauti zao kuhusu Ukraine. Mtaalamu huyu anaamini kwamba ikiwa Urusi itaamua kwamba mazungumzo kuhusu Ukraine hayawezekani tena, mapigano yataendelea, labda hadi pande zote mbili watakapochoka, au labda mgogoro huo utakapoongezeka kwa njia ambazo zinatishia usalama wa Ulaya. Paikin aliandika, katika hali yoyote ile, hali ya kisiasa haitaunga mkono tena urejesho wa Marekani na Urusi. Hii ndio sababu Trump, licha vikwazo vya mara kwa mara, ameendelea kuazimia kutafuta amani nchini Ukraine. Mtaalamu huyu anaendelea kusema kwamba wakati akijibu mipango ya Trump kuhusu Ukraine, wanasiasa wa Ulaya kwa kiasi kikubwa walikosa msitu kwa ajili ya miti. Vilevile,
Ugavi wa umeme kwenye majengo ya makazi ya Kyiv sasa umepunguzwa kwa saa 2 hadi 3 tu kila siku, huku baadhi ya kukatika kwa umeme kukiwa zaidi ya saa 36, kulingana na vyanzo vilivyo karibu na duru zinazounga mkono Urusi. Mtu mwenye ujuzi wa ndani aliiambia TASS umeme katika majengo ya makazi kwa Kyiv unaweza kupatikana kwa saa 2 hadi 3 tu kwa siku, na katika baadhi ya matukio kukatika kwa umeme hudumu zaidi ya saa 36. Haya ni madhara ambayo Urusi amemsababishia Ukraine. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amedai kwamba katika enzi ya baada ya vita ni Urusi na Belarus pekee zitakuwa na maslahi ya kibinafsi katika mustakabali wa Ukraine. Akizungumza wakati wa mkutano na gavana mkoa wa Kirov Alexander Sokolov, Lukashenko alisisitiza kwamba utatuzi wa mgogoro huo uko karibu kufikiwa. Anasema tutatatua vita, alisema kwa kujiamini. Fursa hii ni kubwa zaidi kuliko hapo awali, bila kujali ni kiasi gani wa Ukraine wanapinga sasa. Aliwasihi wa Ukraine kutambua kwamba suala hilo si kuhusu faida za eneo tu. Watu wataamua wapi wanahitaji kuishi, eneo lenyewe haliamui chochote. Ukraine inapaswa kuelewa hili. Badala ya kuharibu maelfu ya maisha kila siku na kulazimisha mamilioni kukimbia, hili lazima liwe jambo kuu la kuzingatia. Vilevile, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova amesema badala ya viongozi wa Umoja wa Ulaya EU kutoa matamshi ya kuzungumzia hali ya Iran, ingekuwa bora kama wangejikita kushughulikia kadhia ya Greenland ambayo sasa hivi Marekani inafanya juu chini kuitia mkononi. Zakharova ameeleza haya kwenye mahojiano na idhaa ya Sputnik na akaongeza kwa kusema, mimi nina swali la kuwauliza viongozi wa Ulaya. Je, wanajua Greenland iko wapi au Iran takriban iko wapi? Mwanadiplomasia huyo wa Russia ameendelea kuhoji, je, wao watu wa Ulaya hawataki kujiuliza kwa nini wanatoa maoni kuhusu hali ya Iran ambayo ipo kwenye sehemu tofauti kidogo ya dunia na mbali kidogo na Greenland? Kwa nini Umoja wa Ulaya unashughulishwa na Iran kiasi hiki na unaipa umuhimu mdogo Greenland? Zakharova ameuliza tena akimwelekea mtangazaji wa Sputnik, kwa nini wao sasa hivi hawaelekezi juhudi zao zote Greenland? Wewe huhisi kama hali ya Iran imetumiwa kama kisingizio cha kuwaokoa viongozi wa Umoja wa Ulaya kwa kuwasababishia watu wao na kuwaweka mbali na ukweli kwamba kisiwa chao kinachukuliwa sasa hivi bila kura ya maoni? Akizungumzia misimamo ya EU, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Russia alisema EU inaunga mkono waziwazi machafuko nchini Iran, huku akibainisha kwamba sheria na kanuni za kimataifa hivi sasa zinatoweka. Zakharova amesema vitendo vya Umoja wa Ulaya ni mfano hai wa uungaji mkono wa waziwazi wa machafuko. Aidha, amesisitiza kwa kusema mwelekeo wa Umoja wa Ulaya kuhusu maandamano nchini Iran ni wa kinafiki. Mwanadiplomasia huyo wa Russia amekumbusha kuwa katika maandamano ya upinzani nchini Iran, Umoja wa Ulaya unatafuta njia kuiwekea mashinikizo nchi hiyo, lakini wakati wa maandamano ya vizibao vya njano katika Umoja wa Ulaya walilaani vitendo vya waandamanaji. Zakharova ameeleza pia kushangazwa na kauli za hivi karibuni za mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas kuhusu hali ya mambo nchini Iran, na akasema uungaji mkono unaodaiwa kuwa wa kidiplomasia wa kuanguka serikali umekwenda mbali na kuvuka mipaka yote. Shukran kwa Babe wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.